Rahim. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa pumzi yake ya bure kuja kuamka siku nyingine tena. Bado tunaendelea kumuomba ili atuweze kutupa umri mrefu ili kuweza kusaidia familia zetu. Lakini ya pili, tunakuja kesho kwenye mchezo wa burudani kati ya Azam FC na Mashujaa FC. Kama alivyosema kocha mwenzangu tu, sisi tunakiri kwamba Azam timu yenye uwekezaji mkubwa na mwalimu mzuri, lakini na mimi mwalimu mzuri, mwalimu mkubwa. Kwa sababu kwanza mwalimu wa timu ya taifa. Maana leo hii Jakaya Kikwete ni rais mstaafu, lakini shughuli zote zinazohusu nchi anakuwepo. Hiyo ni heshima kwamba bado rais anaitwa tu rais mstaafu. Kwa hiyo na mimi ni kocha wa timu ya taifa, siwezi kusema mstaafu kwa sababu bado naendelea kufundisha. Naweza nikaitwa siku yoyote. Kwa hiyo ni kocha mkubwa. Kwa hiyo tunakutana makocha, mmoja wa timu ya taifa na vilabu vya ligi kuu, lakini mwingine mwalimu wa timu za taifa na mwalimu mkuu vile vile. Kwa hiyo timu yake iko vizuri na timu yangu iko vizuri. Tumecheza mechi mbili, moja ya ligi tumedraw na ya pili yake tunarudia leo. Kwa hiyo pointi ya kwanza tuligawana na sasa hivi tunarudi tena na pointi 3. Moja iko kwao, moja iko kwetu, moja iko TFF. Tunaenda kupambania. Atakayekuwa na uwezo wa kuchukua zote mbili, kupoka ya TFF na ya kwake kupeleka kwingine, itakuwa better. Lakini ikiwa tutaenda draw na kama mechi ile, itakuwa vizuri vile vile. Lakini niseme tunajua tuna mechi ngumu na wenzetu tayari wako kwenye nafasi za kutaka kucheza Confederation kutokana na nafasi waliokuwa nayo. Sisi sisemi kwamba nitashuka kwa sababu najua siwezi kushuka. Lakini tunahitaji kupata point ili mradi tukae vizuri katika msimamo wa ligi ambao unaendelea hivi sasa. Ligi bora ya NBC. Ya hilo nimelikuta kwa sababu kwanza unaweza kukuta hata huko nyuma vile vile kwenye ulinzi tulikuwa tunafungwa goli 6, 5 nini, na hata Yanga juzi wametuotea kutufunga goli la pili la ujanja. Lakini niseme tu kwamba tuko vizuri na mimi nimeweza kufanya kazi na wachezaji waliokuwepo, naendelea kufanya nao mpaka tutakapomaliza mwisho. Baadaye tutajipanga vizuri kwa msimu unaokuja. Naamini Mwenyezi Mungu atatujalia kuwepo pale. Kwa hiyo safu yetu kwa butu ni kweli tuna matatizo hayo, tuna create nafasi vizuri lakini scoring inakuwa sio nzuri. Na right, kama tumekuwa nafasi tunazopata tumezitumia, basi sasa hizi tungekuwa tunachuana na Azam, Yanga na Simba kwenye nafasi za juu. Mwalimu sasa zungumza kwamba timu yao iko mzigoni, imetoka Lake Tanganyika imekuja zetu huko Tanzania, maana kule tuko nje kidogo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tumekuja huku kwa ajili ya kupambana, wametutuma kutafuta pointi 3, watuombee kwa Mwenyezi Mungu ili mradi tuweze tuamke kesho salama na tuweze kupambania Wanatanganyika ili tuweze kupata pointi 3 muhimu. Moja tumepata nyumbani, sasa tunakuja kupambana kutaka za huku nje. Hilo ndio kubwa ambalo Wanatanganyika wametutuma na sisi tunasema watuombee kwa Mwenyezi Mungu ili hilo litimie. Shukrani.